Jambo na karibu wa ndugu wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa Kwetu Kivu Media. Tunawakaribisha tena kwenye kipindi chetu chema cha matangazo ya habari za asubuhi ya leo tarehe 4 mwezi wa 11 mwaka 2025, tukiwa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni Kwetu Kivu Media ikiendelea kupeperusha habari za ukweli zinazoendelea ndani na nje ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama ni mara ya kwanza kufuatilia habari kupitia Kwetu Kivu Media, hakikisha una subscribe na like, una comment na kushare ili wengine waendelee kupata habari zetu za kila siku. Au unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo unaendelea kuiona kwenye picha na ukatujuza endelea kufuatilia Kwetu Kivu Media ukiwa maeneo gani, na hapo unaweza kupatia maoni yako aidha mapendekezo yako. Langu jina ni George ili nikutangazia kupitia Kwetu Kivu Media. Taarifa muhimu leo inahusu matamshi ya mwanasiasa na seneta wa zamani wa Kongo Moise Nyarugabo, ambaye ameibua wasiwasi wake mkubwa kuhusu utawala na mamlaka ya serikali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia hatua ya Rais Felix Antoine Tshisekedi kumteua jenerali katika eneo la Uvira. Kauli hii imejikita katika mzozo uliopo baina ya rais na vikundi vya ndani vinavyomuona jenerali huyo kama mtu asiyekubalika kutokana na asili yake wanayoishakia. Moise Nyarugabo anashutumu vitendo vya kupinga uteuzi wa kijeshi uliofanywa na Rais Tshisekedi kwa eneo la Uvira. Kulingana na Moise Nyarugabo, Rais Tshisekedi alitumia mamlaka yake kumteua jenerali kwa amri ya urais katika eneo hilo. Hata hivyo, uteuzi huo ulipigwa vita na Mai Mai au kile kinachoitwa Wazalendo, vikundi vya kujitetea vya ndani. Upinzani wao hauhusu utendaji kazi wa jenerali huyo, bali ni kutokana na madai kwamba yeye ni Mnyarwanda kulingana na muonekano wake. Wazalendo wanaoji kuwa muonekano wake unafanana na wapiganaji wa M23, kundi ambalo linashutumiwa kwa kushirikiana na nchi ya Rwanda. Moise Nyarugabo anatoa maoni yake, anasema kwamba kuna kitu kama muonekano wa kitaifa hata kama sikubaliani na mazumuni ya dhamira yake. Kwa kanuni, nini kinachobaki cha nguvu ya serikali katika serikali hii? Hoja kuu ya Moise Nyarugabo hapa si kumuunga mkono jenerali huyo, bali ni kuonyesha kuzofika kwa mamlaka ya serikali ya kitaifa pale ambapo amri ya rais ambaye ni mkuu wa nchi na mkuu wa majeshi inavyopingwa na vikundi vya ndani kwa vigezo vya kikabila au kimuonekano. Pia chani endelee na habari kuambia kama ilikuwaje. Rais Tshisekedi aliteua jenerali kwa mamlaka ya kikatiba. Wazalendo Mai Mai katika eneo la Uvira walipinga uteuzi huo. Sababu ya upinzani wao ilikuwa ni muonekano wa jenerali huyo, wakidai anafanana Wanyarwanda au wanajeshi wa M23 na hivyo hawezi kuwa kiongozi wao. Moise Nyarugabo anatumia tukio hili kuoji uhalali na uwezo wa serikali kuu kutekeleza maamuzi yake bila kuzuiliwa na vikundi vya ndani kwa msingi ya kikabila. Kama Nyarugabo anavyosema, kitendo cha rais kupingwa na vikundi visivyo vya serikali kinaadhirisha udhaifu wa serikali. Kuongezeka kwa mgawanyiko, upinzani unaojikita katika muonekano au asili unaweza kuongeza mgawanyiko wa kikabila na chuki katika jeshi na kati ya jamii na kuzofisha juhudi za kupigana na adui M23 na vikundi vingine vyenye silaha. Kutokuwa na utulivu wa kijeshi. Ikiwa jenerali huyo hatakubalika, hali ya utulivu katika eneo la Uvira inaweza kuzorota. Kauli ya Nyarugabo inaweka wazi mtanziko mkubwa unaoikabili DRC, jinsi ya kurejesha mamlaka kamili ya serikali kuu katika maeneo yanayotawaliwa na migogoro kuu, ikipambana na mitazamo yenye mizizi ya kikabila inayotishia umoja wa kitaifa na ulinzi wa nchi.
Merci kwenu nyinyi wote mnaofuata Radio Kapi. Tunawakaribisha kufuata taarifa yetu ya siku ya leo. Bila kukawia, tume ya nchi za Ulaya inatoa msaada wa ziada wa milioni 9 franka za Ulaya kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kushughulikia mahitaji ya kibinadamu iliyo mengi nchini humu. Kila mwezi wa Novemba unatolewa kwa kampeni ya Blue November inayolenga kuelewesha wakaaji kuhusu ugonjwa wa kansa ya kibovu, yani prostate. Wataalamu wanapendelea kuinua mazungumzo ndani ya jamii kuhusu ugonjwa huu. Na jimboni Kananga, wanamemba karibu 30 washirika wa tume ya ukweli, haki na masikilizano ya mkoa wanakusanyika ili kuendesha uchunguzi, kujua ukweli na sababu ya mzozo wa Kamwina Nsapu na matokeo yake mabaya. Kama vile tulivyojulisha, tume ya nchi za Ulaya inatoa msaada wa ziada wa milioni 9 franka za Ulaya kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kushughulikia mahitaji ya kibinadamu ya nchi hii. Katika taarifa yake, Umoja wa nchi za Ulaya ilibainisha kuwa ahadi hii inakuja wakati B. Kaja Kallas, mwakilishi mkuu wa Umoja wa nchi za Ulaya husika na mambo ya nje na sera ya usalama, alihudhuria mkutano wa huko Paris kuhusu amani na ustawi katika maeneo ya maziwa makuu. Upande mwingine, Kivu ya Kusini, raia wa eneo la Shabunda katika jimbo hilo wanashutumu vitendo vinavyoendeshwa na wanamgambo wa Zalendo wanaodhibiti sehemu kubwa ya eneo hilo. Kwa mfano, huko Kikamba katika eneo la asili la Bakisi, mkaaji moja alizama kwenye mto ambako alitupwa kwa sababu ya kushindwa kulipa ushuru kwenye kizuizi. Tena huko Bakulu katika eneo la kichifu la Wakabango, vikundi viwili vya wazalendo vilipambana na kubainisha watu wengi kuhama makazi yao. Tukio hizo zote ziliripotiwa siku chache zilizopita na shirika husika na haki za binadamu lenye makao yake makuu katika eneo la Shabunda. Tufate ripoti yake Jean Kasami. Zuluma hizo ziliendeshwa tarehe 28 na 31 Oktoba huko Beigala na Itama Kasanza. Wazalendo ndio wanashutumiwa kuhusika na maafa hayo, limesema shirika moja la mahali lenye kutetea haki za binadamu. Bwana mmoja alifariki kisha kutupwa ndani ya mto Mugoma pale Kikamba groupement ya Beigala kunako kilomita 82 kusini mwa Shabunda Centre. Mwili hadi sasa hauyapatikana. Jamaa 579 zilihama vijiji vyao sababu ya oga kuelekea msituni. Na katika kijiji cha Bokulu huko Wakabango Premier, vikundi viwili vilipambana ajili ya kugombania utawala wa eneo. Kiongozi wa kikundi kimoja alikamatwa mateka pamoja na walinzi wake wa karibu. Huko nako jamaa 2547 zilikimbilia misituni. Bukavu, Jean Kasami, Radio Kapi. Tukijelekeza katika jimbo la Kananga, ni nini kwa kweli ilisababisha matukio ya kutisha ya mzozo wa Kamwina Nsapu ambayo ilisababisha uharibifu mkubwa wa haki za binadamu na nyenzo katika mkoa wa Kasai ya Kati, na wahasiriwa wa kweli ni wanani? Hilo ndilo lengo la mkutano wa siku 3 ulioandaliwa kuanzia Jumatatu hii na tume la ukweli, haki na masikilizano la mkoa kama sehemu ya mchakato wa mpito wa haki. Watu karibu 30 washirika wa tume hilo wanakusanyika na watafunzwa kufanya uchunguzi wa kina katika maeneo 5 ya jimbo la Kasai ya Kati na jiji la Kananga. Kama vile tulivyojulisha hapo mbele, kila mwezi wa Novemba unatolewa kwa kampeni inayoitwa Blue November ambayo inalenga kuelewa juu ya mapambano dhidi ya kansa ya kibovu, yani prostate. Mpango huu unalenga kuelimisha wanaume kuhusu umuhimu wa kutambua mapema na kuazimia usaidizi wa watafiti. Ingawa ugonjwa huo huwapata hasa wanaume, wataalamu wanasema ni muhimu kwamba wapendwa hata ndugu zao pia wahusishwe.
Kwa pamoja wanaweza kusaidia kuondoa hali ya kusitozungumzia ugonjwa huu na kuhimiza majadiliano ya wazi. Tunajielekeza sasa katika jimbo la Maniema. Hospitali na vituo vya afya vya umma pale Kindu vimefungwa tangu asubuhi. Wataalamu wa afya, madaktari, wafanyakazi wasio wa matibabu na wafanyakazi wa utawala wanadai malipo yao ya ziada. Ili kuonyesha kutoridhika kwao, hawa waliendesha kikao asubuhi katika kitengo cha afya cha mkoa na ofisi mkuu ya mkoa. Tusikilize mafasirio yake Sirien Kibondo, mratibu wa afya wa muungano wa Maniema, akizungumza na Florence Kizalunga. Tunaonesha uzuni yetu par rapport na gouvernement congolais. Kwa tunalomba kwenye serikali ya Kongo malipo yetu yale tunaita paye complémentaire ya 3e trimestre 2025. Tunalomba ku gouvernement congolais a intégrer paye complémentaire ku paye ordinaire yetu tunapokea kila trimestre. Mais inaonekana kama paye complémentaire iko bloqué par le ministre des finances. Na sisi tunaona kama inakuwa mazoezi wakati serikali inakamata maengagement na masindika haipende kuheshimia. Ndio maana leo tunauzika, tunasema kama hatutatumika kazi. Masindika yote tunakutana hapa ku DPS, tuko nafanya sitini tangu sai. Ya tatu tunasema hivi, kuko wandugu wetu wenyewe walitoka ku paye complémentaire ku T2 2025. Bale bandugu haba beneficie na prime ya kwabo. Tunalomba serikali ya Kongo ibalipe avec effet rétroactif. Na kwa mwisho serikali yetu ya Kongo inazoea kukamata maengagement mais haiheshimi. Ni kuona kama ile maengagement zote zenye tunakamata na serikali ya Kongo hapende kuheshimisha, tunailomba ile maengagement yote ikuwe respecté. Ma centre de santé yote, ma hôpitaux yote inafungwa kwa mchana wa leo. Sauf chef de service tu mmoja anabakia pour assurer le service minimum. Tunarudi mjini Kinshasa. Kiisha wawakilishi wa jimbo, viongozi wa makundi ya asili kutoka vijiji 366 ndani ya jimbo la Kongo la Kati pia wanaonyesha wasiwasi wao kuhusu usimamizi usio wa kawaida wa jimbo lao. Presidenti wa shirika lao Joseph Mabanga alitoa onyo hili Jumatatu wakati wa mkutano na waandishi wa habari uliofanyika mjini Kinshasa. Anasikitika hasa kuanzishwa kwa miundo sambamba ya kusimamia ushuru wa mkoa. Ili kukabiliana na ukiukaji huu, Joseph Mabanga anatoa mwito kwa timu la ukaguzi kutoka ukaguzi wa fedha IGF ambaye kwa sasa amepewa kazi mkoani humo kufanya kazi yake kwa umakini. Tunajielekeza sasa katika jimbo la Lomami. Kazi ya ujenzi na uboreshaji wa kisasa katika kilomita 15 za barabara za mjini zilizinduliwa mwishoni mwa wiki hii huko Kabinda, ikiwa ni sehemu ya mradi wa Chilejelu. Ufadhili huo unatoka kwa serikali kuu. Sherehe za uzinduzi huo ziliongozwa na mkuu wa mkoa huo mbele ya viongozi kadhaa na umati mkubwa wa wakaaji wa eneo hilo. Kalombo Musoko alieleza shauku yake ya kuanza kwa mradi huu katika jimbo lake. Ripoti yake Esther Ndalafina yatafsiriwa na Jacques Mukonkole. Kwenye mradi huu kilomita 10 zitasafishwa upya na kuimarishwa katika Kabinda, makao makuu ya mkoa wa Lomami, na nyingine 5 katika jiji la reli la Mweneditu. Kampuni ya Global Innovation ambayo imefanikiwa kupata mradi huo ilibainisha kwamba katika jiji la Kabinda barabara za Ludimbi, ya Kaumbu na Kabambare ndiyo zinaohusishwa na kazi hizi, wakati huko Mweneditu kazi zitafanywa kwenye barabara za Kinshasa na Mbandaka. Wakuu wa kampuni hii wanapanga kufanya kazi yenye ubora. Wananena kwamba barabara za Kabinda zitaundwa kwa zege, na hii ni kwa ajili ya kudumu kwa muda mrefu sana, ili katika miaka 10-15 barabara zisiharibike. Gavana wa mkoa Iron Van Kalombo ameonesha furaha yake kwa kuanza kwa kazi hizi. Tujulishe kwamba ofisi ya barabara na mifereji ama OVD ina jukumu la ukaguzi kwa kiufundi ili kuhakikisha ubora wa kazi. Kivu ya Kaskazini, katika mji wa Beni, usafirishaji kati ya mji wa Beni na Butembo umekuwa tatizo kubwa kwa watumiaji wa sehemu hii ya kilomita 54 ya barabara ya taifa nambari ya 4 wiki iliyopita.
sababu kuzorota kwake kutokana na mvua kubwa inayoonyesha kwa sasa katika eneo la Beni, Butembo na Lubero. Kutokana na hali hiyo, magari mengi ya uchukuzi ya umma pamoja na malori inayobeba mizigo yanatatizwa kusafiri katika mji wa Beni na Butembo. Papi Martial Mukiba anatuletea maelezo mengi. Matope na matundu makubwa ndiyo yanaonekana kwenye barabara ya Butembo Beni. Hali hii hasa inaonekana katika maeneo ya Kabasha, Mataba na Kalunguta. Kwenye eneo hizo, magari ya usafirishaji na malori ya mizigo yameshindwa kupita. Ijumaa, makamu wa gavana wa Kivu ya Kaskazini, kamisa mkuu Louis Segon Karawa, alitembelea eneo hilo ili kutamsini hali hiyo. Anaarifu kuwa ukarabati wa sehemu ambazo haziko katika hali nzuri utaanza haraka kwa ushirikiano na kampuni ya mahali. Barabara ya Beni Butembo iliyo na mchanga tu ina umuhimu mkubwa kiuchumi. Ni njia muhimu ya usafirishaji wa bidhaa zinazoletwa kutoka Afrika Mashariki, hasa kutoka Uganda jirani kuelekea mjini biashara ya Butembo. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi. Na wakaribisha tena wasikilizaji wapenzi kwa kipindi cha pili katika usomi wake Rosalie Zawadi. Radio Okapi. Invité en Swahili. Shirikisho la viongozi wanawake wa Kasongo linachagua mazao ya kudumu katika kazi zao za kilimo. Wanawake wa kikundi hiki wamechagua kupanda kakao katika shamba lao la majaribio la hekta 1. Hii ndiyo njia yao ya kukuza mazao ya kudumu. Leo tunampokea Jean Natabu Nasor, mkuu wa kipengele cha kilimo ndani ya jukwaa hili. Anazungumza na Florence Kizalunga. Bi Jean Natabu Nasor, jambo. Jambo sana mama Florence Kiza. Kwa huu mwezi wa Oktoba, kupitia sherehe ya sikukuu ulimwenguni ya mwanamke mlimaji, nyinyi wanawake wa Maniema wa Kasongo precisement munaanza kazi ya kupanda kakao. Tuambie ukomo wa kupanda kakao. Ya kwanza tunasema kama mama wa Kasongo yafaa aanze kubadilisha hali ya kulima, yafaa aanze kulima mlimo ya kudumu kwa kuweza kumletea manufaa. Na ngambo ya pili anaweza naye vile kujiandaa kwa kuanza kupiganisha ubadiliko wa majira yenye tunaita mkimombo changement climatique. Na hiyo mlimo wa kakao ni shamba ya upana ngapi ambapo mumeanza hiyo kazi? Tumeanza upana ya kwanza ni shamba ya kuonyeshea upana wa meta 100 kwa 100. Ni ile tutafanya kakao ndani, itasaidia kisha miaka fulani itaanza saidia kwa kuweza kuleta mashamba ingine. Hiyo kazi mnaifanya mna msaada ya wafadhili ama mnaifanya kibinafsi? Hakuna msaada wowote. Msaada wa kwanza ni juhudi ya wamama wa Kasongo wenyewe, na msaada wa pili ni ile banaita determination, kujikotize. Wamama wenyewe wanafanya kazi kwa kuendelesha ile mradi wao. Yani ni namna ya mwanamke wa Kasongo msujaa anaonesha kwamba ifo ku promouvoir juu ya resilience juu ya changement climatique. Ndiyo sababu tunaona kama mama wa Kasongo ni mlimaji, anaishi kwa mlimo, na kwa hali ya siku ya leo majira inabadilika, mlimo hautoshe tena faida mingi. Ni kwa vile walipata mafikara, wanasema wabadilishe hali ya kulima kwa kuchunga mazingira na kwa kuweza kuboresha maisha. Na hiyo shamba ambapo umeanza leo, matunda faida mtakuwa mkifanya je? Faida ya kwanza ni nje ya kuwa na ile shamba ya pamoja, yafaa kila mama mwenye iko leo apatikane na yake shamba, sababu kwa kupata mbegu sio rahisi. Na wababa wengine na vijana wenye wanabakia, wasijana watoto kidogo wa mama, wafate mfano kwa gisi waendelee kwa ile kazi ya mlimo wa kudumu, kwa gisi unaleta faida kiuchumi. Nyinyi mtaishia tu kwa huo mlimo moja wa kakao? Hapana, katika hali yenye inafanyika ndani ya kazi sur terrain, inaonekana kama hawawezi kuacha shamba juu ya kakao. Tutafanya na tunafanya agroforesterie, ni ile sisteme ya mulimo yenye tunachanga chakula yenye tutakula kwa sasa, sawa vile miindi, kalanga, sombe, mamboga, na mule ndani tunapanda miti ya kakao yenye itakuwa faida kesho kwa maisha na kwa kuweza kukomboa mazingira.
Namna gani mwanamke wa Kasongo mlimaji anaendesha kazi yake? Kwa leo shida ni mengi sana kuhusu mlimo, sababu kuna magumu kidogo kidogo kuhusu njia. Hali ya usalama vile inagusa mama mlimaji, sababu fasi ya kwenda kuuzisha mazao yake hakuna. Lakini alisema atakuwa bidii, hawezi funga mikono na ataendelea kufanya kazi japo mashida mbalimbali, hasa mabarabara vile vile. Unapozungumza kunako microphone ya Radio Okapi, wewe mama mlimaji unaambia nini viongozi? Kuhusu viongozi tunawaambia kama wajue kazi ya mama mlimaji anafanya ndani ya jimbo la Manyema. Ni mama mlimaji mwenye analisha wababa, analisha watoto, analisha majamaa. Bila kazi ya mama mlimaji hakuna maisha. Ya vile tutawaomba katika bajeti ya jimbo wakuwe na kumbuka kwa upekee gisi ya kusaidia mama mlimaji katika kazi yake ya shamba, kwa kumtengenezea njia na vingine hivyo. Na kwa mwingine mwanamke mlimaji unamwambia nini? Kwa wamama wote wa Manyema, hata wenye wakuwa walimaji na wenye wiko walimaji mimi nawaambia kama tushikamane sababu kazi sio rahisi. Kuna mitihani mingi, tujikaze pamoja na Mungu, kazi itaendelea mbele na tutapata matunda. Na wamama wenye wangali nyuma wayaanza kazi ya shamba, watufate tuendeleshe kazi ya mulimo, hasa kazi ya mulimo wa kudumu katika jimbo yetu ya Manyema, hasa kakao, kahawa, ngazi na ingine hivyo. Makazi ya milimo ya kudumu ni ya lazima sana ndani ya jimbo letu. Bi Jeanne Tabu na Soho, shukrani. Na mimi nimekushukuru sana mama Florence Kiza. Radio Okapi, dossier en Swahili. Jimboni Ituri, MONUSCO inafadhili kuunganishwa tena kwa wapiganaji 933 wa zamani na wanachama wa jumuiya za mitaa huko Miala, takriban kilomita 10 kutoka Bunia katika eneo la Irumu. Walengwa hawa wanashiriki katika miradi ya kijamii inayolenga kuchangia maendeleo ya jamii zao na kuimarisha uhuru wao wa kijamii na kiuchumi kwa lengo la kupunguza ghasia za kutumia silaha katika jimbo hili. Wapiganaji hawa wa zamani wanatoa wito kwa wenzao kuweka silaha zao chini na kujiunga na mchakato wa kupokonya silaha. Isaac Remoyope kwa mafasirio zaidi. Maeneo mane yanahusika katika mradi wa kuunganisha upya wapiganaji wa zamani sawa Terega, Tsere na Chomia kwa bonde la Ziwa Albert. Wale waliochagua kilimo walipokea vifaa sawa majembe, piki na viatu ili kulima mashamba zao. Wengine wanahusika katika kutayarisha chakula cha mifugo na samaki. Shirika lisilo la kiserikali Peace Mwangaza ambalo linatimiza mradi huu linatoa wito kwa wapiganaji wa zamani na wanachama kujitahidi kwa ustawi wa mradi kwa faida yao wenyewe na maendeleo ya jamii. Gloire Mongo. Beneficiari tutawasi wakamate hii kazi kama yao. Hii budongo yenyewe inaacha tunauana, tunakosana. Tuitumike sasa juu itusaidie kujenga amani. Bapokee hii projet na bapokee ba ex-combattant benye bana decide kuacha silaha na kutafuta njia ya amani. Wapiganaji hao wa zamani wanasema wamefurahi na mradi huu ambao unawaruhusu kuungana tena na jamii. Wananena kwamba wameacha kabisa maisha ya mwanamgambo. Jacques Leripa ni mwakilishi wa wanamgambo hawa wa zamani. Tunapokea na mkono mbili sana kwa sababu tunajua itatusaidia. Kwa sababu wengine hatukuwa na kazi ndani ya community. Na ile ilikuwa inatusukuma tuende kupori. Kama ukipeshona kuwa leo ndani ya community itatusaidia sana kwa sababu tujenge maisha yetu ya kesho. Kwa matunda ya shamba ionekana ndani ya mwingine, ndani ya soko, na pale inaweza kuwasaidia kulipa hata masomo ya watoto, inaweza kusaidia hata kulipa dawa. Kulingana na kiongozi wa groupement Batale, mpango huu unachangia kuimarisha amani katika eneo hilo kwa kuwaleta pamoja wapiganaji wa zamani na jamii ya wenyeji waliokuwa wahanga ya wale wapiganaji wa zamani. Rengabo Sezabuja. Napokea wale batoto mwana mpotevu anarudia kwa mkono yake. Ile projet inaomba tutumizie yeye na makini sana kusudi itakuwa mfano kwa bengine nye bangali kupori, italeta na babo vile juhudi ya kurudia kumungini. Wanamgambo hawa wa zamani pia wanatoa wito kwa vijana ambao bado wanaendelea kumiliki silaha kuondoka porini na kurudisha silaha, wakiamini kwamba vita hivyo vinawapa watu maskini na kuharibu vijiji vyao. Angali piganisha kurudisha yaru kwa sababu haiwezi kutusaidia. Ningewasia tuka ningewapikia magoti warudia.
MONUSCO tayari imeanzisha mradi kadhaa sawa ufugaji wa samaki kwenye ziwa Albert, kuandaa unga wa mihindi huko Nyakunde na utengenezaji wa mikate na sabuni huko Komanda. Nikiripoti toka Bunya, Izakare Moyope, Radio Kapi. Na ni hapo ndio tunafika mwisho wa taarifa yetu ya siku ya leo. Taarifa hii ililetwa kwenu na Dieudonne Nyangasa pamoja na Jean-Claude Nsiala kwa ngambo ya ufundi. Ilitayarishwa na Elize Chikota pamoja na Richard Junior Kamunga chini ya uongozi wake Alain Runge na Lievine Mbwinga.